بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. لن أكفر الشيعة، أرفض. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu watazamaji, suala la kuwakufurisha Waislamu ni suala ovu sana, ni suala baya sana, kwa sababu Muhammad Bacho katika ile clip yake alosema kwamba tutapokea vipi bid'a ya maulidi kutoka kwa Mashia. Kwanza, suala la kwanza tushaeleza kwamba Shia sio walioanzisha maulid, na tumeeleza hili si kwa ubaya wala si kwa kuwachukia Mashia. Hapana, tumeeleza hili kwa ajili ya al-amanatul ilmiya, kwa sababu mwenyewe anasema kwamba sababu ya kupinga maulidi yametokana na waovu. Msikieni kitu gani kimetufanya tuyapinge haya maulidi. Moja katika sababu, yametokana na watu waovu wenye kumtukana mtume. Hilo tushalimaliza, tushalieleza, tushaweka wazi. Walioanzisha maulidi si Shia, ni ulamai hao. Hilo nadhani halihitaji maelezo mengine. Kwa hivyo kisha akasema hisia zetu, mapenzi yetu kwa mtume ndio yanatufanya kwamba sisi hatuwezi kupokea bid'a hii kutoka kwa Mashia, Rawafidha. Msikieni. Kwa hivyo hisia zetu na uchungu wetu kwa mapenzi yetu juu ya mtume hatupokei kutoka kwao hawa Mashia, Arrafidha, makafiri. Hayo maneno machafu ambayo kwamba mimi siwezi kuchafua ulimi wangu kuyahaki maneno kama haya. Mengine toba nimehaki tu hivyo kwa sababu ya dharura, lakini hasa ni yeye mwenyewe ndo atemke maneno yake hayo maovu, kwa sababu tumeeleza toka mwanzo kwamba kullu ina'in bima fihi yandah, kila chombo kinamimina kile ambacho kwamba kiko ndani yake. Kama chombo kina maziwa kitatoa maziwa, kama chombo kina damu kitatoa damu, kama chombo kimejazwa usaa kitatoa usaa, kama chombo kimejazwa najisi kitatoa najisi tu, hata ukikifanya vipi. Kwa hiyo kullu ina'in bima fihi yandah. Kwa hivyo kuna shubha chache ambazo kwamba alizieleza, ambazo kwamba tunahawili katika dakika chache zilizobaki kuendelea kuzimaliza. Shia anasema wanamtukana mtume, wanitukana nyumba ya mtume, wanawakufurisha masahaba. Sasa talianza na hili la kuwakufurisha masahaba. Tushaona kwamba wanaokufurisha masahaba si Mashia, wanaokufurisha masahaba ni masalaf, mawahabi. Tumeeleza maneno ya Ibn Taymiyyah aloeleza katika kitabu chake Minhajul Bid'ah, na sawa ni kiitwe Minhajus Sunnah, na sawa ni kiitwe Minhajul Bid'ah. Sitaki kuyafanya nini, kuyarejea. Tuko vizuri sana. Maneno yenyewe ni yapi? Ni maneno yale ambayo kwamba waliosema kwamba Abu Bakar aslama shaykhan yadri ma yaqulu. Sayyidina Bakar alislimu, ni mtu mzima anajua wale wanaosema. Wa Ali aslama sabiyan, Sayyidina Ali ameslimu, ni mtoto mdogo. Wa sabi la yasihu islamuhu ala qawli. Unafiki ulioje huu, uzindiki ulioje huu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam kashaeleza la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiqun. Na Ibn Taymiyyah katika kitabu chake hiki Minhajus Sunnah, ambacho kwamba sawa ni kitu Minhajul Bid'ah, amehawil kudhuifisha kila hadithi ambayo kwamba inafanya nini, inaeleza fadhila za ahlul bait. Miongoni mwazo ni ile man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, na hadithi mutawatir. Hata Albani mwenyewe ameitarifu hilo, lakini Ibn Taymiyyah amefanya nini, amelikataa hilo. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo katika asasi za pote hili la mawahabi ni an-nasb. Hao ni nasbu, ndio kitu ambacho kwamba kimewajaa. Ukisikia nasbu ni kumchukia mtume sallallahu alaihi wasallama na kufanya nini, na kuwachukia ahlul bait. Tuko vizuri sana. Na hapa nitahawili tu kufanya nukuu chache za mawahabi wanapomtukana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuelewe kwamba je, Mashia ndio ambao kwamba wanamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ni mawahabi ndio ambao kwamba wanamtukana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anaeleza huyu mwanachuoni Ridwanul Adl Ash-Shafi'i Al-Masri katika kitabu chake Rawdatul Muhtajin li Ma'rifati Qawaid ad-Din. Anaeleza haya yafuatayo
وكان محمد بن عبد الوهاب ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتأذى من سماعها، وينهى عن الاتيان بها ليلة الجمعة، وعن الجهر بها على المنابر، ويؤذي من يفعل ذلك ويعاقبه أشد العقاب وربما قتله. Huyu mwanachuoni anasema Muhammad ibn Abdul Wahhabi alikuwa akiwakataza watu kumsalia mtume, na akiudhika watu akisikia watu wakimsalia mtume, na akikataza kabisa. Si mtume amesema kwamba Lailatul Juma watu wakithirisha kumsalia mtume, akikataza kabisa, na akikataza watu kumsalia mtume ala almanabir, wa yu'dhi man yaf'alu dhalik, na akisikia mtu anafanya hilo anamfanyia maudhi, wa yuaqibu ashadda al-iqab, na anamfanyia mateso makubwa, wa rubama qatala, na mara nyingine anafanya nini, anaweza kumuua kabisa. Wakana yaqul, na alikuwa akisema, na hapa ndipo tunapopataka ndio tufahamu kwamba je, Shia ndio wanamtukana mtume ama masalafi? Alikuwa akisema inna rubabata fi baitil khati'a aqallu ithman mimma yunadi bisalati ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Angalia maneno maovu. Anasema mwanamke malaya ambaye kwamba yofanya kazi umalaya. Ibn Abdul Wahhabi huyu ana madhambi machache kuliko yule ambao kwamba anawaambia watu wamsalie mtume sallallahu alayhi wasallam ala almanabi. Kila mmoja na akili zake atahukumu. Wayulabisu ala ashabihi bi anna dhalika kulluhu muhafadhatun ala at-tauhid, kisha akiwatia mtango macho wafuasi akamwambia hii ndio tauhidi, hili tunalifanya kuhifadhi tauhidi. Teni uzuka. Wa ahraqa dalail al-khairat wa ghayraha min kutub as-salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Si hivyo tu, na alichoma dalailul khairat nyingi, ni kitabu cha kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam na vinginevyo katika vitabu vya kumsalia mtume. Na hili tumeliona juzi karibuni hapa tulipopata baadhi ya makate cha huyu Abdalul Mudhill Muhammad Bacho, huyu mpotoshaji, akiwaambia watu wakachome nini, wakachome barzanji. Nadhani wote mmemsikia hilo swala alivyolisema. Hili amelipata kwa mabwana zake. Wa yatasattaru biqawlihi inna dhalika bid'a, ili ni bid'a, wa annahu yuridu almuhafadhata ala at-tauhid. Tuko vizuri sana. Hili tulishatupa picha kwamba masalafi ndio ambao kwamba wanamtukana mtume, wala si mashia. Si hivyo tu, na Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa akimtukana mtume na akimkosoa kwa ibara tofauti tofauti. Miongoni mwazo ni hizi: wa min aqbahi kufriyatihi annahu kana yantaqisu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kathiran bi'ibaratin mukhtalifa wa yaz'umu anna qasdahu al-muhafadhatu ala at-tauhid. Faminha, miongoni maneno haya ambayo kama alikuwa akimkosoa mtume, innahu sallallahu alayhi wasallam tarish, akisema mtume ni tarish. Wa tarish fi lughati ahli ash-sharq al-mursal min qaumin ila akharin, akisema huyu mtume yani ni tarish, yani kama mtu alopewa barua tu apeleke, akishapeleka basi, yani kama mtu ambaye kwamba anatumwa, labda wale ambao kwamba wanaosafirisha zile masanduku za posta, akishapeleka zile barua manake hana tena kazi. Kwa hiyo kimsema hivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وكان اتباعه يقولون ذلك بحضرته, na wafuasi wake wakilisema hilo mbele zake, wao yudhihiru lahum ar-ridha, na akiridhia hilo. Hata mmoja wao muovu wao zaidi akasema asaya hadhihi khairun min Muhammad ibn Abdullah. Siku moja mmoja katika wafuasi wake wapumbavu akasema hii fimbo yangu ni bora kuliko Muhammad, li'annaha, kwa sababu hii ni fimbo yangu, yuntafa'u biha fi qatl al-hayy wa nahwiha, ina nanufaika nayo, na nyoka nikutana nyoka au wadudu inanisaidia. Angalia wazuka hao kama shaka wao. Wa Muhammad, na Muhammad kadimata amekufa, wala yabqa fihi naf'un aslan, wala hana manufaa yote. Wa inma huwa tarish, huyu ni tarish wa qad madha, na kasha enda. Sheikh anasema wala shaka anna hadha kufrun bil ijma', hakuna shaka kwamba huu ni ukafiri wa wazi wazi, wala hakuna shaka kwa ijma' ya ulama. Kwa hivyo hili lishatupa sura kwamba wanaokufurisha wanaoitukana nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaomtukana mtume sallallahu alayhi wasallam si Shia bali nini, ni masalafi. Lakini kwa sababu gani imeelezwa kwamba Shia ndio hapo kwamba wanamtukana mtume na nyumba ya mtume? Ni propaganda tu za siasa. Kwa hivyo na hilo nadhani lishakaa wazi kwamba wanamchukia mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtukana ni mawahabi, ni masalafi, wala si mtume sallallahu si mashia. Na ukitaka kuelewa hilo vizuri, rejea kitabu Minhajus Sunna
cha Ibn Taymiyyah utaona kabisa ibara za hoja ambazo kwamba akiwataja Ahlul Bait. Kwa hivyo hilo ndio ambalo kwamba wamelirithi masalafi la kuwachukia Ahlul Bait na kila ambao kwamba wanapenda Ahlul Bait. Na tukisema hivi hatumaanishi kwamba tunawatetea mashia au haimaanishi kwamba mimi ni mshia. Ni si shia. Na lote kila mmoja afahamu. Lakini si shia kwa maana kwamba ushia ni uovu. Hapana. Mimi ni sunni na katika madhhabu ya Imam Shafi'i wa aftakhiru bih. Lakini mimi kuwa shia bado hakijakuwa ni kibali cha kumtukana eti mimi kuwa sunni, hakijakuwa ni kibali cha kuwatukana shia, hakijakuwa ni kibali cha kuwatukana ibadhi, hakijakuwa ni kibali cha kuwatukana labda mu'tazila au madhahibu mengine. Hapana. Lazima tuwe na ihtiram na baadhi ya madhahib, na kila madhhab kuna mazuri na kuna maovu. Hakuna ambao kwamba walofanya nini walokamilika. Kwa hivyo hilo lishakaa wazi kwamba ni chuki zao tu na Sayyidina Ali na Ahlul Bait ndio kitu ambacho kwamba kilichowafanya wachukie mashia. Ama suala sio wanaotukana Sayyidatina Aisha, sio Sayyidatina Hafsa, sio Sayyidina Umar, hili ni swala la uzushi. Nadhani hili swala siwezi kulisemea hili sana. Wao wenyewe Shia watatuambia hivi, nyie Shia mnaotukana masahaba? Nyie Shia tunauliza mnaotukana masahaba, mnaokufurisha masahaba? Nadhani wenyewe watatujibu. Na hivyo hivyo anapopatikana mtu katika Shia anamtukana sahaba, anawatukana masahaba, sio itikadi ya Kishia. Huu ni mtazamo wa mtu na fikra yake. Huwezi ukaliamimisha hili na kuwahimiza watu wavunje umoja, wasishirikiane, wasikae pamoja. Very wrong. Wala sitokuwa na maneno mengi baada ya mwenyewe. Huyu ni kiongozi wa Shia Tanzania, kila mmoja mfahamu, Sheikh Ahmed Jalala, Allah yahfadhuhu na ampe umri mrefu katika khairi na afya. Toba ni mtu ambaye kwamba ni mtu wa khairi na ana harakati nyingi, kila mmoja alifahamu hilo. Kwa hivyo wenyewe washaeleza hawatukani masahaba. Kwa nini mnawalazimisha kitu ambacho kwamba hawakubali? Na nyinyi masalafi ndio ambao kwamba mnaotukana nini? Mnaotukana masahaba. Ama suala la kuwakufurisha Shia ni suala ovu, kwa sababu Shia ni Waislamu, na hilo suala limethibiti kwamba watu ambao kwamba wanatamka shahada, mtu anayetamka shahada, mtu anayefunga kama wewe, mtu ambaye kwamba yusali kama wewe, mtu ambaye kwamba yuhiji kama wewe, unaanza wapi kumkufurisha? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha kabisa kwa kufurisha Waislamu. Mtawasomea hadithi 2-3 zinazoeleza hatari ya kuwakufurisha Waislamu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha qala rajul li akhihi ya kafir faqad baa biha ahaduhuma fa in kana kama qala ila raj'at alayhi. Mtu akimuita ndugu yake kafiri, kama yule aloitwa kweli kafiri ni kafiri, basi ile laana ya kafiri tamuendea. Lakini kama yule si kafiri, basi ile laana ya kafiri tamrudia yule ambao kwamba alolisema. Hadithi nyingine iliyopokelewa na Sayyidina Abu Dharr, Mtume anasema, man daa rajulan bil kufri au qala adu wallahi wa laysa kadhalika illa hara alayhi. Mtu akimuita mwenzake kafiri au akamuita mwenzake ni aduullah, au kama salafu wanavyosema aduu sunna, aduu al-aqida na mfano wake, kama yule mtu hayuko hivyo, hara alayhi, hilo swali litamrejelea. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza akhlaq za muumini anasema, laysa almu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Yani Muislamu ni mtu maneno tamu, si mtu maneno mahovyo kama hao kina Muhammad Basho na kukufurisha Waislamu. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo na kanuni za kifiki zenyewe zinatuambia kanuni za kisheria zinatuambia kwamba al-yaqinu la yuzalu illa biyaqinin mithli, au ma thabata bil-yaqini la yuzalu illa biyaqinin mithli. Kitu ambacho kwamba kimethibiti kwa yaqini hakiwezi kuondosha isipokuwa kwa yaqini mfano wake. Au pia kanuni nyingine nasema al-yaqinu la yuzalu bishaki. Huyu mshia kashatamka shahada, wa kullu minna yafham أن الرجل إذا نطق الشهادتين فهذا يدل على أنه آمن بجميع ما تقتضيه الشهادتان له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. Sote tunafahamu kwamba mtu akitamka shahada kwamba tayari kashakubali masala yote ambayo kwamba yanatakikana kufanya nini na shahada. Lahu ma lilmuslimin wa alayhi ma ala almuslimin. Je, kweli ameamini ndani ya nafsi yake? Hapana. Hujapewa hiyo kadi ya kuchunguza nyoyo za watu. Hiyo ni kazi ya Mungu. Usijivike majukumu usiopewa.
na hilo linathibitishwa na hadithi ya Usama. Yule kafir alipotamka shahada akifukuza na upanga huku, yule Usama alipomkuta kutamka shahada ya Allah, hapana, kata kitwa. Habari ile kamsikilia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia lakini ya Rasulullah, yule alitamka shahada tu kwa kuogopa nini? Kwa kuogopa upanga nisimue. Akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, hapana ya Rasulullah. Yeye Mtume akashikilia hapo, umemuua baada ya kutamka shahada. Akamwambia Rasulullah, yule akutamka kwa moyo, yule ukiogopa tu panga. Akamwambia ulipasua moyo wake, ama kwa nini usingepasua moyo wake ukajua? Kwa hivyo hii si kazi yake, si kazi yetu. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo Shia akatamka shahada, limadha tukafiruhu, unamkufurisha kwa sababu ya shubhati ambazo kwamba hazina vitu wala maguu. Nilipata makta moja wallahi ya mmoja ambao kwamba yutakidiwa shekhe mkubwa, eti kunotoka taka ambazo kwamba zinakuja. Ya subhanallah, watu waislamu huita takataka, watu huita takataka. Msikizeni huyo ona mwanachuoni uitakadiwa mwanachuoni, kisha akaanza kuleta shubahati ambazo kwamba hazina vitu wala maguu. Hata wendani wako hawasemi hayo tena. Shia wamezidisha katika Qur'ani, si Shia wamezidisha sura za Qur'ani, na akatoa maneno ya kwake alounda hapa na pale, hayafahamiki ameokota wapi, jalala lipi ambao kwamba ameokota maneno haya. Ndugu zangu waislamu, ahlus sunnah wal jamaa wenzangu, naambia nyote, Shia hakuna Qur'ani waloizua, wala Shia hawajazua sura za Qur'an. Hayo tulikuwa tukiambiwa tulipokuwa bado wadogo, zitoto chuoni kule, ndio tulikuwa tukiambiwa hizo hadithi. Lakini sisi wenyewe baada ya kukua, tulipofahamu sasa, tulipoanza kusoma, tulipoanza kufanya bahthi, ndio tukaja kugundua kwamba mmetudanganya kwa muda mrefu sana, ateni urongo. Sasa watu washaamka. Wenyewe wanasema usubuhi sasa kushakucha, majogoo washawika. Kwa hiyo acheni kutupa hadithi za sungura na fisi. Hizo ni hadithi za sungura na fisi. Hatujaona Shia kwamba wana msahafu wao, hatujaona hizo sura za Shia. Tumefanya bahthi katika vitabu vya Kishia, tumeenda kusoma, hatujaona hayo. Sasa nyinyi mmepata wapi? Shia wapi wameongeza Qur'ani, wapi wameongeza sura? واحد قال أن القرآن ناقص كافر، لكن هذا صدقوني الفقير إلى الله قرأت أمهات كتب الشيعة. بيننا وبين إخوتنا من الشيعة خلافات جذرية حتى في الاعتقاد، لابد نكون صادقين مع بعضنا ونتعلم أن نستطيع أن نتعايش مع الاختلاف. Alafu shida si huyu anazungumza na hawa ambao kwamba wanaoketi nao, ambao kwamba hatujui wallahi kwamba ni ulama, ni juhalambo kwamba anapiga makofi. Kama huwezi kuinusuru haki, basi usipigie makofi batil. Swala ulisokuwa nalo na ilmu usilinene. Kwa hivyo ateni mambo haya kitoto. Si Shia wameongeza Qur'ani, Shia wana sura zao, Shia hawana Qur'ani yao, wala Shia hawana sura zao. Huo ni utoto tu na ushapitwa na wakati. Tunarudi kwenye hatari ya kukufurishana. Maana ukimkufurisha mtu unasema damu yake ni halali, na hiyo ndio fitna ambayo kwamba aliitumia Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hiyo ni siasa. Tutapiga vita vipi? Hawa ni Waislamu, watu wanaojua nini? Hapana, hawa makafiri. Waislamu wasema nini? Makafiri, kwa shubuhati ambazo kama hazina vitu wala maguu. Ndio ukisoma kile kijitabu chake kile kisandwich kile nini, kashfu shubuhati, utaona yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni takfiri. Sasa na nyinyi ahlus sunnah wal jamaa, ndugu zangu, mmeshindwa kulielewa hili, na nyinyi mkafuata mkondo Shia ni kafiri, Shia ni kafiri, na nyinyi mnawaambisha watoto wenu na watoto nao wananukia. Nawaambia vijana, somani, fanyeni bahthi, ateni tukusikiliza maneno ya kufanya nini, ya kuambiwa. Takfiri ni kitu kibaya sana. Vita vyote vya Hijaz ambavyo kwamba vilivyofanyika Waislamu na Ahlul Bait wakauliwa ni fitna Muhammad bin Abdul Wahhab, qarnu shaitan. Na hiyo ilianza wapi? Ni katika takfiri. Takfiri yaulu ila taqtili wa tadmir kama huwa alwaqi. Na hilo swala ni ovu sana la kukufurisha Waislamu, na hukumu yake ni mbaya. Hata mmoja katika wanachuoni wa kisalafi ambao kwamba alikufa miaka ya nyuma kidogo, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, huyo ambao kwamba anaitwa muhaddith. Taban kinavori yangu mimi naona jambazi mmoja tu. Huyo alitakharij Jamiatul Islamia Madina, akaenda kule Yaman. Alipofika kule kuanza kukufurisha Waislamu na kuanza kufanya vitendo vya ujambazi, vitendo vya irhab. Na salafi ndio ambao kwamba mloleta irhab katika Sharq Afrika. Alienda kule Adan kuvunja kaburi la nani? La Sayyid Aidarusi, wali mkubwa. Walienda na vilipuzi na wakavunja kaburi. Na masalafi huku kwetu walipoliona hilo wakaenda wapi?
wakaenda Mamrui kwenye kubwa la nani la Sharif Said Al-Bidhi na marhumu Said Muhammad Al-Bidhi, wakachoma moto. Hili hawajalianza wao, ameanza Muqbil bin Adi Al-Wadi'i. Kisha huyu akaja kutoa hukumu ya takfiri nini, akasema falladhi yukaffaru almuslimina, Muqbil huyo yule ambaye kwamba anakufurisha waislamu, yu'tabaru kalban min kilabin nar, ni kitu kiovu. Alladhi yukaffiru almuslimina yu'tabaru kalban min kilabi nar. Haya maneno ya Muqbil, na Muqbil ni katika takfiriyun, na hilo lote lafahamika, liko wazi, liko wazi wuduh ash-shams fi rabi'ati an-nahar. Kwa hivyo acheni kukufurisha waislamu. Watakfiru silahul ajiz an muqara'ati al-hujjati bil hujja. Takfiri ni silaha ya mtu ambaye kwamba anaoshindwa, muflis ilmiyan. Shia wako nadhiruhum, fanyeni nao mjadala, fanyeni nao niqashi, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Acheni tu kueleza maneno ya uovu, maneno ya urongo, kuwazulia watu. Acheni kuwazulia watu, acheni kwenda tu na mkumbo huo kusikia. Hapana, leteni minadhara, waiteni sisi sunna tukae huku, Shia wakae pale, tutoe zitabu ili hili swala tulikomeshe nihaiyan. Kwa sababu nyinyi mnasema hivi, ndugu zetu Shia wanasema hivi, sisi sunni tunasema hivi, Shia wanasema hivi. Sasa watu wafuate lipi? Kitu cha msingi nini? Nadhiruhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kwa hivyo ikhtilafu ni swala liko, na ni ikhtilafu ni swala tabii. والاختلاف لا يفسد من الود قضيه. Ikhtilafu haifanyi kwamba sisi tukachukiana. Ushaona, tuangalieni ile qasim, ushaona, ambao kwamba almushtarak, vitu ambavyo kwamba vinatukusanya sisi, vitu ambavyo kwamba sote tunafikiana kwamba hivi vitu ni thabit, ni katika thawabit, sisi sunna na nini na Shia. Tuviangalie hivyo, ni vingi zaidi kuliko vile ambavyo kwamba vinafanya nini, vinatugawanya na vinatukata. Takfiri inaleta irhab, takfiri inaleta nini? Irhab. Wala hili halifanya nini, halihitaji mjadala. Tuko vizuri sana. Na hili suala wenyewe mawahabi washaanza kulikubali. Mmoja katika vijana ambao kwamba walokulia katika madhhabu ya kisalafi, Hassan bin Farhan al-Maliki, ameandika kitabu hiki Da'iyatun wa laysa nabiyya. Tuko vizuri sana. Qira'atun naqdiyatun li madhhabi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fi at-takfir. Huyu Hassan bin Farhan al-Maliki ni kijana aliyokulia Saudia, amesomea katika jamiati za Saudia, lakini baada ya kupata ilmu na uelewa aliacha madhhabu ya Wahabi na akamkosoa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ameandika kitabu hiki Da'iyatun wa laysa nabiyya, ameandika kitabu Qira'atun fi kutub al-aqaid, kufanya kuzitengua aqida za takfiri za Muhammad ibn Abdul Wahhab. Someni hii kitabu, fuatilieni muone kwamba mawahabi wanaokufurisha waislamu hawakufurishi, sio hivyo. Ameandika kitabu An-Naqdul Kabir. Kama hizi si ikhtilafu, unakuwa ni ujahili, sasa ni ujinga. Yaani kwa sababu mtu akiona kabisa yeye anazungumza kitu ambacho kwamba hakipo katika waqi. Kwa sababu sisi Shia ni watu ambao kama tunaishi nao, tupende tuize, tuko nao mitaani kila pahali. Misahafu, hakuna misahafu ya Shia. Misahafu wanaotumia ni hii. Tunaswali katika misikiti ya Qur'ani, waisomani hiyo hiyo. Sasa hizo Qur'ani mnazozitoa nyinyi mnaosingizia mashia, hao Shia wenyewe hawazijui hizo Qur'ani. Sasa tuulize nyinyi mmezipata wapi? Tuko vizuri sana. Kuzuliana mambo maovu jamaa haifai. Mola subhanahu wa ta'ala yasema, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa hivyo tuachane na thakafa hiyo, kutukanana, thakafa kusingiziana mambo ambayo kwamba hatunayo. Badala ya hapo nini, tukaribisha hiwari, al-hiwari ambayo kwamba ni hadif, hiyo na fulani. Tuko vizuri sana, si hiwari za kutukanana, hapana, ni hiwari za kujenga. Na hakika ilivyo jamaa, hizi ayati za Qur'ani kama kila siku tunavyoeleza, zinahitaji ilmu, zinahitaji maarifa ili kuweza kutoa nini, kutoa istimbati. Qur'ani kuna mutashabihati, kuna ayati ambazo kwamba ni muhkam. Tuko vizuri sana. Kuna aya ambazo kwamba ni mutashabihati na kuna aya ambazo kwamba ni muhkama. Sunna pia hivyo hivyo, kuna mutashabihati na kuna sunna ambayo kwamba ni muhkama. Qur'ani kuna am, kuna khas. Tuko vizuri sana. Kuna nasikh, kuna mansukh. Tuko vizuri sana.
Kwenye sunna pia hivyo hivyo, kuna sunna ambayo kwamba ina umumi, kuna sunna ambayo kwamba ina hususi. Katika sunna kuna masala ya mantuki, kuna masala ya mafhumi, kuna masala haya, kwa sababu kwa hivyo kukuwako haya mambo ndiyo masala ya khilafu yanakuwa ni marefu. Kwa hivyo kitu ambacho kama yatakana tuwe nacho ni tuwe na vifua vipana kukubaliana na nini, na masala ya khilafu. Tusigue na vifua vya kutukanana na kusingiziana mambo mingi. Lazima sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa tufikie pahali tueleze hakika na ukweli ulivyo. Tuache kuwadanganya watu, tuache talbisi, tuache kumwogopa fulani na allani. Tusimamie haki na hakika, tusisimamie masala ya ishaati kwa sababu ya kuridhishana. Na kama nilivyonena toka mwanzo, na mimi nitakuwa ni mas'ulu, nitaulizwa kile nilichokisema, sio kile ulichokifahamu. Hayo hayanihusu. Nitaulizwa na haya kwa sababu najua kile ambacho kama nakisema kinaandikwa na nitakutana nacho kesho siku ya kiyama. Kwa hivyo mimi nitakuwa ni mas'ulu kwa kile nilichokisema. Sitokuwa mas'ulu kwa kile ulichofanya nini, ulichokielewa wewe. Tokozo sana, huyu hapana, hayo hayanihusu. Mimi nasimamia haki na hakika, ndio ninachokisema. Kwa hivyo tafsiri zenu zisizokuwa na vitu wala maguu, hizo itakuwa ni mas'ulu na nyinyi wenyewe mliofanya nini, mlioenena. Lakini lazima tufikie pahali tueleze ukweli ulivyo. Tuache kuwadanganya watu, tuache kueleza masala ambayo kwamba hayana nini, hayana ukweli. Ila dayani rabbil arsh namdi wa inda Allahi tajtami'u al-khusum. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.